Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kimesema ili kuirejesha Zanzibar katika hali ya umoja kitaifa na kuitoa Zanzibar kwenye mkwamo wa kisiasa, Tume ya Taifa ya Uchaguzi Zanzibar ZEC iliyopo hivi sasa isipewe nafasi ya kusimamia tena uchaguzi wa Zanzibar kwa madai ya kukosa sifa na uadilifu wa kufanya kazi hiyo. Asasi hiyo LHRC isiyo ya kiserikali imependekeza taratibu za majadiliano na maridhiano zifanyike kwa kutafuta mpatanishi huru wa ndani au nje ya nchi kusaidia mazungumzo sambamba na kufanyika kwa majadiliano na wadau ili kujenga umoja wa kitaifa. Mwanahabari wetu David Ramadhani ameandaa taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, watendaji wa asasi hiyo wamedai kuwa hatua ya mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Jecha Salim Jecha, kufuta uchaguzi bila kufuata sheria inampunguzia sifa na kumtaka kiongozi huyo kujiuzulu. Hatua ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar kufuta na kutangaza upya tarehe ya uchaguzi unakiuka katiba, sheria na kanuni za uchaguzi. Pia misingi ya kidemokrasia, utawala wa sheria na utawala bora. Tume ya Uchaguzi Zanzibar kufuta na kutangaza tarehe ya uchaguzi bila maridhiano ya vyama vya siasa, wadau wa uchaguzi, kutaongeza chuki na uhasama, hatimaye kuhatarisha amani Zanzibar na kuondoa uhalali wa viongozi na utawala utakaokuwa umechaguliwa. Ukosekanaji wa taarifa ya michakato na maridhiano toka kufutwa kwa uchaguzi unaondoa imani ya wananchi juu ya viongozi wao, tume ya uchaguzi na mchakato mzima wa chaguzi za kidemokrasia Zanzibar. Lakini swala la mwenyekiti Jaji Lubuva kusema kwamba rais hana mamlaka, nafikiri anaye mamlaka, kwa sababu kule tunapoenda kwenye chaguzi yoyote tunakwenda kwa ngazi ya vyama. Hili swala sio la shehi, ni la Chama cha Mapinduzi. Kuhusiana na ushiriki wa kituo hicho kutuma waangalizi kwenye marudio ya uchaguzi visiwani Zanzibar, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimesema hakina uwezo wa kutuma waangalizi kutokana na jeshi la polisi tangu Oktoba 29 mwaka jana kuendelea kushikilia vifaa vilivyotumika wakati wa uangalizi wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka jana. Oktoba 28 mwaka jana, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Zanzibar, Jecha Salim Jecha, alitangaza kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani Zanzibar. Hatua iliyozua sintofahamu kubwa na uamuzi huo kukosolewa na baadhi ya wadau kuwa umekiuka taratibu za sheria ya uchaguzi Zanzibar pamoja na katiba ya Zanzibar ibara 119 kifungu cha 10. Wakati juhudi za kutatua mkwamo huo wa kisiasa ukiendelea kwa njia ya mazungumzo, Januari 22 mwaka huu, Tume ya Uchaguzi Zanzibar ilitangaza tarehe rasmi ya uchaguzi wa marudio kuwa ni Machi 20 mwaka huu, ukihusisha uchaguzi wa rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani, na kwamba hakutakuwa na uteuzi mpya wala kampeni. Kutoka Dar es Salaam, David Ramadhani.